Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Manchester United wameongeza makadirio ya mapato yao ya mwaka hadi Juni baada ya kufanya vizuri msimu huu kwa kumaliza nafasi ya 3 kwenye ligi kuu England. Mafanikio hayo yamechangiwa na kuimarika kwa matokeo ndani ya uwanja, jambo lililowafanya mashabiki wengi kununua bidhaa rasmi za klabu hiyo na kuongeza mapato ya biashara. Licha ya mafanikio hayo, klabu hiyo inatangaza kupata hasara ya pauni milioni 11.8 katika robo tatu ya mwaka wa fedha. Hasara hiyo imeongezeka ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita kutokana na kushuka kwa mapato ya udhamini pamoja na kupungua kwa mauzo ya tiketi katika baadhi ya mechi. Hata hivyo, kurejea kwa United kwenye michuano ya UEFA Champions League kunatarajiwa kuongeza mapato yao msimu ujao. Ushiriki wao kwenye mashindano hayo utaiwezesha klabu kupata fedha nyingi kupitia haki za matangazo pamoja na mikataba mipya ya udhamini, jambo ambalo linaonekana kuwa na faida kubwa kwa mustakabali wa kifedha wa klabu hiyo. Mtendaji mkuu wa klabu hiyo Omar Berrada amesema wana matumaini makubwa kutokana na maendeleo yaliyopatikana msimu huu. Ameeleza kuwa mabadiliko ya kibiashara yanaendelea ndani ya klabu yanaanza kuonesha matokeo chanya na anaweza kuifanya Manchester United kurejea katika kiwango chake cha juu. Katika upande wa benchi la ufundi, uamuzi wa kumtimua kocha Ruben Amorim na benchi lake la ufundi uligharimu klabu pauni milioni 16.7. Amorim alifutwa kazi Januari baada ya kushindwa kuisaidia timu, huku msimu uliopita akiongoza kumaliza nafasi ya 15. Matokeo mabaya zaidi kwa klabu hiyo tangu iliposhuka daraja mwaka 1974. Baada ya kuondoka kwa Amorim, kocha mpya Michael Carrick aliongoza timu kufanya vizuri na hatimaye kumaliza nafasi ya 3. Carrick ambaye amesaini mkataba wa miaka 2 kama kocha wa kudumu sasa anaonekana kuwa tumaini jipya la kurejesha Manchester United kwenye mafanikio makubwa ndani na nje ya uwanja. Kwa taarifa zaidi za kimichezo kimataifa, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Mimi naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.